Kwanza nimshukuru kamanda wa polisi mkoa huu wa Mbeya kwa kikao hiki kizuri ambacho kilikuwa kimewakutanisha machifu, viongozi wa kimila, maafisa usafirishaji, lakini watendaji wa mitaa, watendaji wa kata pamoja na polisi kata. Kinachofanyika hapa ni kutafasiri tu zile shughuli za kamisheni ya polisi jamii ya kuwashirikisha wananchi katika kutanzua na kuzuia uhalifu. Kwa hiyo leo tumezungumza kuomba ushirikiano kutoka kwao, lakini pia tumewashukuru kwa namna ambavyo wamekuwa wakishirikiana na sisi kwenye kutanzua na kuzuia uhalifu, na tumezidi kuomba ushirikiano kutoka kwao. Lakini pia tumezungumza swala la kusimamia maadili na malezi kwa watoto ambao kimsingi wanaanzia kwenye ngazi ya familia, na wao ndio wanaishi kule na wao ndio viongozi, na tumeomba ushirikiano kuongea na wananchi, kushirikiana na jeshi la polisi. Unavyotoa taarifa zao kituo cha polisi, basi wafike pia mahakamani kutoa ushahidi kusudi mchakato wa haki jinai uweze kukamilika. Kwa hiyo tumeongea mengi na viongozi wa kimila, na wenyewe pia wamekubali kushirikiana na sisi kuongea na wananchi ambao wanawaongoza kule, kusimamia zile mila na desturi nzuri ambazo zinamjenga kijana, zinamjenga mtu na anakuwa mtu mzuri. Lakini pia wametoa changamoto nyingi ambazo sasa nimetoa maelekezo kwa kamanda pamoja na viongozi maofisa wengine wa chini yake waweze kuzisimamia, kuziondosha, na inakuwa ni njia sahihi za kuweza kuondosha au kuzuia huo uhalifu kwenye miongoni mwao. Mimi kwa jina naitwa Daudi Dule, ni mwenyekiti wa mtaa wa Ilembo kata Iwambi, pia ni mwenyekiti wa wenyeviti jiji la Mbeya. Kwa kikao hiki tumejifunza mengi na tutaifanyia kazi, na taitisha kikao cha wenyeviti wote ili yale ambayo tumeelezwa na kamanda tuweze kuyafanyia kazi kwa vizuri zaidi. Tutashirikiana na jeshi la polisi kutoa taarifa kama tunavyofanya siku za nyuma. Ni kweli taarifa ziko nyingi na huwa tunazipeleka polisi na nyingi huwa zinatendewa kazi, na vizuri zaidi wamewaeleza polisi kata majukumu yao wafanye kwa weledi zaidi. Tutashirikiana na polisi kata kwa ajili ya ulinzi na usalama katika mitaa yetu. Kwa majina naitwa Jumapili Mwasenga, ni afisa mtendaji wa kata ya Sisimba, lakini ndiye mwenyekiti wa maafisa watendaji wa kata wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa kweli kikao cha leo kimekuwa na manufaa sana kwetu kama watendaji wa kata pamoja na watendaji wa mitaa pamoja na wenyeviti. Ni kikao ambacho kimetuleta pamoja kwa ajili ya kupata elimu. Imekuwa ni elimu nzuri sana, hasa kwa kipengele cha kuzuia uhalifu. Lakini pia kamanda wetu ametupa elimu nzuri sana juu ya namna ya kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, kwa maana jeshi la polisi ni la kisasa zaidi, sio la kulikimbia, ni la jamii kuikimbilia. Sasa kuna eneo ambalo limeguswa kipekee, ambalo hata kama tunaenda kulifanyia kazi sasa sisi kule, linaenda kujumuisha kwa pamoja. Wametuunganisha pamoja na makamanda wetu ambao ni polisi jamii kwenye maeneo yetu. Wale ndio wenye majukumu makubwa kwenye eneo letu kwa ajili ya masuala ya ulinzi na usalama. Tutatoa ushirikiano kwa elimu tulioipata, na kwa wale ambao wamebaki kule, taharuki zote za kijamii sasa tunaenda kuzimaliza. Hata hizo zilizotokeza juzi za nyeti tunaenda kuzimaliza kwa ushirikiano. Kwa majina naitwa Lucas Pastori Mwakiusa, ni mwenyekiti wa umoja wa madibanya jiji la Mbeya. Nichukua fursa sana kumshukuru kamishna wa polisi jamii Tanzania nzima kwa kuweza kufika katika mkoa wetu wa Mbeya na kuweza kuzungumza kama wana Mbeya, hususani sisi katika usafirishaji. Na sisi pia kupitia ambao kimsingi kuzungumza katika siku yetu ya leo, tumeweza kupata elimu mbalimbali kwa masuala ya uhalifu katika jamii yetu. Na sisi pia kama maafisa usafirishaji tunaweza kujipanga kisha kwamba katika jamii yetu, katika eneo letu usafirishaji, kisha kwamba tunazidi kuwa salama na kutoa huduma ambayo imekusudiwa, ambapo tunaamini mtu ambaye kimsingi anaweza kufanya kitu la kiwalifu kupitia vyombo vyetu au kupitia mazingira tu katika jamii yetu, kisha kwamba anaweza kutokeza kisheria. Hivyo basi ni wajibu wetu kama viongozi kwa kuzidi kuwakumbusha madereva wetu, lakini pia naamini kisha kwamba madereva wao, lakini pia na watu ambao kimsingi ni jamii katika usafirishaji, kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria, kuhakikisha kwamba jamii inakuwa salama katika mazingira yote. Na wote tunaweza kumshukuru kamanda polisi Tanzania nzima kwa kuzidi kuhakikisha kwamba kila kata katika mkoa wetu wa Mbeya na kila katika nchi ya Tanzania ina askari.